Hii maana yake ni mtu anakuwa na imani lakini hana kitu cha kusimamia. Kwa Paulo anasema hivi, kama hiki tunachokifanya, kama huyu Kristo tunayemhubiri hakufufuka, basi hiki tunachokifanya ni bure. Kwa huyu mtu anacho kitu cha kusimamia, kwamba mimi ulitoi hapa kwa sababu nina hiki cha kusimamia. Lakini kwa sababu gani? Inaweza kafika sehemu kuna kitu nakisimamia, alafu kuna mtu mwingine anakuja na kuchallenge kwenye biashara unayofanya, anakuchallenge kwenye ndoa yako, anakuchallenge kwenye vitu vyako. Je, una kitu cha kusimamia? Watu wengi sana kwa challenge. Jambo naliamini kabisa. Kuna biashara unaiamini kwamba nikilima tikiti, kwamba nikifanya hiki, kwamba nikifanya, kuna kitu nakiamini kabisa. Alafu kuna mtu mwingine anakuja na kuchallenge. Kuna mtu mwingine anakuja na kuishi. Wewe unacho cha kusimamia, kwamba kweli ninaamini katika hili, kwamba Mungu atanisaidia katika hili, kwamba Mungu atanifanikisha katika hili, kwamba Mungu atanisaidia katika hili, kwamba Mungu atanitoa katika hili. Mtu anakuja na kuchallenge. Je, wewe unacho cha kusimamia? Kwa sababu kama huna cha kusimamia, ni rahisi sana kupotea. Sikiza watu mshomo. Unaishi katika kila siku na challenge unachokifanya. Je, katika hicho unachokifanya wewe unacho cha kusimamia? Sasa hizi ndio imani ambazo kuanzia imani hii ya 6 mpaka ya 10, hizi ndio imani ambazo tunatakiwa kutembea nazo. Maana hizi ndio imani ambazo zitabadilisha maisha yako. Kwa sababu mtu akikuchallenge unakuja kwenye point ya 6 inaitwa imani thabiti. Soma inasema Wakolosai sura ya 2 mstari wa 5. Maana nijapokuwa sipo kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa roho. Nikifurahi na kuona utaratibu wenu. Paulo anazungumza maneno haya. Anawaambia Wakolosai, anasema japokuwa sipo kwa mwili, nipo kwa roho. Nikifurahi, anafurahi kwa sababu gani? Endelea pale, anafurahi na kuona utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu. Na uthabiti katika imani yenu. Miaka fulani nilikuwa nafanya kazi Dar es Salaam. Jioni tulikuwa tunatoka, watu wote wanaenda baa na kunywa pombe. Mimi naagizia soda. Katika mazingira hayo, ifike sehemu mazingira yasikubadilishe, marafiki wasikubadilishe, imani yako iwe thabiti. Watumishi wa Mungu sio kama nani? Pointi yangu ni nini? Kuna maisha mapya yanakuja. Ndio maana Mungu ananiambia, tell my people, kuna hatua mpya inakuja kwa kila mmoja mmoja. Lakini kitu kingine ambacho, kitu kimoja ambacho atakitumia, atatumia imani ndani yako kuleta hatua mpya. Lazima imani yako iwe thabiti. Usiumbishwe. Don't waste your time katika vitu ambavyo havikuletei matokeo. Don't waste your time, my brother. Kuna kitu kingine ndani yako, unajua kupitia hiki kitu kuna hatua mpya inakuja. Kuna maisha mapya yanakuja, kuna biashara mpya inakuja, kuna nyumba mpya inakuja, kuna ndoa mpya inakuja, na inakuwa kwako kwa jina la Yesu. Imani ndio Mungu some Danieli 3:17. Kuna kitu tunaonyesha Mungu mahali hapa. Danieli 3:17. Mungu anatumia imani mpya kuachilia matokeo mapya. Na hiyo imani thabiti. Hebu soma inasemaje bwana? Imani thabiti ambayo hiyo mashosti wa kuumbishi. Amen. Marafiki wa kuumbishi, majirani wa kuumbishi, watu kanisani kwako wa kuumbishi. You know where you are going. Unajua wapi unaenda. Wafanyakazi wenzako wa kuumbishi, na hiyo imani thabiti. Amina. Wewe ukikaa kwa marafiki zako 5 10 mnazungumza lugha moja kwa sababu unasema mimi sipozungumza lugha kama ya kwao atalenaje? Mimi sipamoja kama watu atalenaje? Huyu rafiki yako muda mrefu so what? Rafiki yako sawa,
lakini unapofika sehemu kutimiza mandoto na dream ambazo nazo ni swala la kwako wewe binafsi. Mimi naongea watu wasema tuishi. Mimi labda nikija kuomba watu tena maji, labda kanisa kama watu tena maji. Huko kuna makanisa karibu 10 madhehebu kama 10 na muda. Sasa mimi swali nataka niulize, wewe siku ukiwa una njaa nyumbani kwako, mchungaji wako anakuletea nani njaa? Mchungaji wako anakuletea kodi. Sasa ukijua kwamba maisha yako ni pesa issue, lazima kuna kitu kisimike kwa ajili ya kupata watoto wapya. Amina. Wewe siku ukifika sehemu kwamba watoto wako wamekaa nyumbani hawajaenda shule za wanaanda, mwambie mchungaji, mchungaji mimi ulinizuia nisiombe, watoto hawana ada, nitaka milioni 2. Lakini ukijua maisha yako ni binafsi, utajua nini unachokitafuta. Amen. Hebu soma inasemaje pale? Kitabu cha Danieli 3 mstari wa 17. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia, aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Hawa ni watu ambao walifika sehemu wakasema Mungu wetu tunayemtafuta aweza kutuokoa na tanuru iwakayo moto. Wakasema naye atatuokoa na mkono wako mfalme. Naye atatuokoa na mkono wako mfalme. Nitabele kwa kidogo. Bali kama sivyo, ujue mfalme, kwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako. Sikiza mtumishi wa Mungu, the guy is so serious. Walijua nini wanachokitaka. Makelele ya mfalme wakubadilisha, makelele ya watu wakubadilisha, wakisema Mungu wetu tunayemtumikia, tunajua nguvu zake, tunajua uwezo wake. Walikuwa na ground ya kusimamia. Mstari wa 24 kitokea. Mstari wa 24. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4. Mimi ninaona watu 4. Mtu 4 alitokea wapi? Nisikize ngombe kitu. Imani inapofanya kazi huwa ina attract mtu mwingine kwanza kufanya kazi na wewe. Yesu akwambia kwamba ukishuka kwenye moto utatokea, no. Lakini unasema tunamjua Mungu wetu tunamtumikia, kwamba anaweza kutokoa na huyo moto. Imani ilipokuwa thabiti, Yesu akashuka kwenye moto. Nisikize, Yesu alishuka kwenye matatizo mpaka kuna kitu umemonyesha. Amen. Akasajau kwa sababu kuna mtu mwingine nimemwona. Pamoja na kelele ya wafanyakazi wenzake wote, pamoja na kelele ya ofisini, pamoja na kelele ya nyumbani, pamoja na kelele ya jirani, lakini jamaa walisimika. Wakasema tunamjua Mungu tunamtafuta. Do you know your God, my brother? Unajua Mungu ambaye unamtafuta. Walipotupiwa katika shimo, ndipo Mungu akaonekana. Mungu haadhiriki mpaka aione imani. Mmenelewa tumishi Mungu hapa? Ukisoma mstari wa kwanza Biblia, Nebukadneza akachukua shida ya kimesha kina Abednego, akasema kuanzia leo ni mwapromote vyeo katika hili taifa. Kwa nini mara kwanza sio promote? Imani ilipoonekana ikavuta hatua mpya. Maisha mapya yanahitaji imani mpya. Ndipo Mungu anafanya kazi. Sikiliza watumishi wa Mungu mahali hapa. Ukisahau mambo yote na kufundisha mwezi huu imani, kumbuka hiki kitu. Maisha yako ukiona umekwama mahali, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, usiendelee na maombi. Tafuta notes. Sikiliza. Kuna imani mpya mpaka uipate. The moment utakapopata hiyo imani, unaona kuna vitu vinabadilika. Walipomwonyesha Mungu kwamba sisi tunakuamini, Mungu akashuka. Nakumbuka miaka fulani pia nasoma, matokeo yangu yalikuwa sio mazuri. Kwa hiyo mwalimu akatuita tusaini ili wale ambao wamefaulu waweze kufanya mtihani wa mwisho wa chuo. Mimi kozi zangu hazikuwa nzuri.
Lakini ndani yangu nikamwambia Mungu, mzigo umeisha. Kwa sababu niingia chumbani nikaomba, nikamwambia Mungu napingua matokeo. Nikamwambia Mungu, kuna siku nilisoma kwenye Biblia kitabu cha Daniel, ulishuka uliandika menemene na pekeli. Kama unaweza Mungu kuandika menemene na pekeli, unaweza kuandika mahali ambapo na 16 ukaweka 61. Unaweza ukaandika. Nikatoka ndani yangu nikaandika vizuri kwa sahihi. Ukiangalia testi zangu nilizofanya, marks ziko chini. Lakini karatasi ya mwalimu kaja, Loti amepasi. Nisikize nikwambie kitu. Mungu anashuka mpaka aone imani mpya. Na wakati naondoka nilikuwa very comfortable. Imani thabiti huwa inamshusha Mungu moja kwa moja. Wasi tunaomba hapa mtumishi wangu, tunaomba hapa. Unatoka kabisa na power ya Mungu, unatoka pale Mungu, unakutana na deni wako pale. Ghafla unaanza kumogopa. Huo ni uoga. Wewe mfuate msalimie. Kwa sababu unajua hii ngoma inaisha. Imani thabiti inamshusha Bwana. Amen. Jipige sema mimi. Sema mimi. Kuanzia leo. Imani yangu ni thabiti. Kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakataa kubaki hali, ninakataa kubaki hapa, ninakataa kubaki kwenye maisha haya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, natangaza maisha yangu yanainuka tena kwa damu ya Yesu. Endelea kutangaza ya kwamba utaishia hapo. Hayo sio maisha yako. Endelea kutangaza. Let the heaven hear. Acha mbingu ikusikie. Acha mbingu zitusikie leo. Acha mbingu zitusikie leo. Bwana kaione imani thabiti. Endelea kutangaza kwa hiyo imani thabiti. Endelea kutangaza kwa hiyo imani yenye nguvu. Imani sio tikisika. Reka manta la makalia mantu. Remando rabakalia ntakayama. Rika mando robo shamanta. Rekekeria mando robo. Rika mata ya mande. Ninakataa kubaki hapa. Ninakataa kubaki hapa. Imani yangu inanionyesha miaka 10 ijayo nitakuwa mtu wa namna gani. Imani yangu inanionyesha miaka 20 ijayo. Endelea. Imani yako ikuonyeshe mambo yasiyokuwa ya kawaida. Imani yako ikuonyeshe vitu visivyokuwa vya kawaida. Imani yako ikuonyeshe kwa namna ambavyo binadamu watasema huyu ni Bwana. Huyu ni Bwana aliyekusaidia. Ni imani iliyokupeleka hapo. Ni imani tuliyowekeza kwa Bwana imetupeleka pale. Ni imani tuliyowekeza kwa Mungu imetuvusha hapo. Imetutoa kiwango cha kawaida, imetupeleka kiwango cha juu. Imetutoa kwenye familia za kawaida, imetupeleka kwenye familia za juu. Imetutoa kwenye uchumi wa kawaida, imetupeleka kwenye uchumi mwingine. Nenda tu mbele za Bwana, thibitisha hiyo imani. Imani thabiti, imani yenye nguvu. Acha Bwana kaione hiyo imani. Endelea kuchangamka, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka. Kwa imani inakuwa, kwa imani inakuwa, kwa imani inatokea. Iliwezekana kabisa kwa imani ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Mwali wa moto au kuwateketeza, tanuli la moto alikuwateketeza. Bwana kaachilia msaada ili nawe achilie msaada kwako. Achilie msaada kwenye familia, achilie msaada kwenye ndoa, achilie msaada kwenye uchumi, achilie msaada kwenye afya, achilie msaada kwenye hilo eneo. Anataka kuona hiyo imani, anataka kuona hiyo imani. Mtu wanne atokee, mtu wanne atokee. Kuna mtu anatokea hapa. Bwana anakutokea tena. Bwana anakuagizia malaika. Bwana anaachilia malaika wanakao simama upande wako.
haitakukwamisha hapo. Hiyo tabu, hayo magumu, hizo changamoto hazitatukatisha hapo. Yuko mtu wa nne anatokea, yuko mtu wa nne anatokea. Aliwatokea wakina Shadraka, Meshaki na Abednego. Anakutokea na wewe, anakutokea na wewe, anakutokea kwenye biashara, anakutokea kwenye ndoa, anakutokea kwenye afya, anakutokea kwa watoto, anakutokea huyo mtu wa nne anakutokea. Aliwatokea Paulo na Sila gerezani, reka ya mantarabo, reke keria mande, rika makosha manta, rika mando robosha, reke keria manto. Oh, provoke. Endelea kutamka. Ulimwengu wa roho umebadilika sasa. Ulimwengu wa roho unaelewa sasa. Kuna imani ya mtu hapa inathibitika. Kuna imani ya mtu hapa inabadilisha mambo, inabadilisha biashara, inabadilisha uzao, inabadilisha uchumi, inabadilisha watoto. Hiyo imani inabadilisha. Hey, Ramakoshia reka mandarabakoi, reke kaya manta ya manta, ramakoli ya mandorobosha, ramanta kala ya mandi, rapapa katala yando, rika mandarabakosha ntaya. Speaking tongues, endelea kunena hata kwa lugha. Omba tu kwa lugha ambayo Roho anakusaidia. Wewe jieleze, sio akili zako tena hapa, sio akili zako tena zinazokusaidia. Ni Roho Bwana ameshuka ndani yako, ni Roho Bwana ameshuka ndani yako. Hiyo imani ya kutarajia mambo yasiyokuwa ya kawaida, ya kuona mambo yasiyokuwa ya kawaida. Jamii iliposema haiwezekani, imani yako inasema inawezekana. Familia ilipokuwa inasema haiwezekani, imani yako inakuonyesha ya kwamba inawezekana. Huo ugonjwa madaktari wamesema aiwe amakatakapa, reka mandorobo, ramakasantalia, rekekeria mando. Mungu liye naye anaitwa tabibu, Mungu liye naye anaitwa mponyaji. Oh, kwa imani yako hakuna ugonjwa usiowezekana kwake. Kwa imani yako hakuna ugonjwa usiotibika kwake. Kwa imani yako wewe utaitwa masikini. Kwa imani yako wewe utaitwa wa kutupwa. Oh, imani yako ikakuinue tena, ikaachilie msaada kwako. Hey, Jina la Yesu aliye hai. Rimosa talia kamasika, rikoramosa talia masika. Kuna mahali ninaenda na hakuna kunizuia. Kuna mahali ninaenda na hakuna kunirudisha nyuma. Kuna mahali ninaenda mimi na familia yangu, mimi na ndugu zangu, mimi na kila nilicho nacho. Baba, ninaenda hapa sio kwangu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rimosa talia kamasika, rikoramosa talia masika. Kuta zinaanguka, milima inaanguka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rapapapa, rikaposhata, lakapapa. Anatarajia vitu ambavyo havitarajiki. Kuna mtu unawaza mambo ambayo uzanii